بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440, katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu cha al-Mulakhas al-Fiqhi للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, tulizungumzia katika kikao kilichopita zaka ya dhahabu ambazo wanawake huweka kama ni pambo lao nyumbani, na tukatoka na natija baada ya kueleza ikhtilafu iliyoko baina ya ulama katika masala haya, kuwa kauli yenye nguvu ambayo ina dalili zinazotilia nguvu kauli hiyo ni kuwa ni wajibu kwa mwanamke kutoa zaka ya dhahabu, hata ile anayoivaa nyumbani ni wajibu juu yake kuitolea zaka, kwa dalili ambazo tulizitaja katika kikao kilichopita. Tukaja katika masail tuliyotaja, na pengine leo tutaanza hayo kisha tumalizie yale yaliyobakia katika yale yanofungamana na zaka ya mapambo ya mwanamke. Hukumu ya kisichokuwa dhahabu na fedha katika mapambo, katika mawe ya thamani, kama kwa mfano al-lu'lu wal marjan. Lu'lu, marjan, maadini yanayojulikana kama waita hakiki, na mingineo ambao sio dhahabu wala sio fedha, almasi na nyinginezo. Tukataja kuwa haiwajibiki kwa vitu hivi tulivyovitaja au kwa mawe haya ya thamani tuliyoyataja zaka. Na kwa nini tutasema kuwa sio wajibu kutoa zaka katika vitu hivi, pamoja na kuwa vingine vyaweza kuwa ghali kuliko dhahabu na fedha? Kama kwa mfano tukizungumzia almasi yawezekana kuwa ghali kuliko dhahabu na fedha, na wakati mwingine lu'lu yaweza kuwa ghali kuliko dhahabu na fedha, lakini tutasema kuwa al-aslu alla zakata illa fima thabata ash-shar'u fihi. Hakuna zaka katika asli juu ya kitu chochote isipokuwa kile ambacho imethubutu katika sheria kuwa amelazimishwa mtu kukitolea kile kitu zaka. كذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر، أي قذفه ودفعه. Ibn Abbas alikuwa akizungumzia kuhusu ambar yajulikana inapatikana baharini. Kila mmoja ana maelezo yake, wengine wasema ni matapishi ya nyangumi, wengine wasema almuhim ambar yajulikana. Ambar ina thamani. Sasa ile hukumu yake nini? Ibn Abbas asema hakuna katika hii ambar zaka. Ni kitu ambacho kimetapikwa na ardhi, yani ardhi imetoa bahari, kimetapikwa na bahari, bimaana kimetolewa na bahari, mtu akaokota. kadhalika Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliulizwa suala kuhusu jambo hili
je, ikiwa mtu ana mapambo yaliyotengezwa na almasi na platinum na nyinginezo katika maadin, fahal fiha zaka? الشيخ حفظه رحمه الله تعالى كجيب إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ikiwa vile vinavyotengenezwa katika mapambo ya mwanamke ni katika dhahabu na fedha, basi kuna zaka ikiwa vitafika nisab na pia ipite mwaka. walau kanat lilubsi au al'ariya fi asahhi qawli alulama, hata kama ni vya kuvaa na vya kuwazima kwa kauli sahihi katika kauli mbili za wanavyuoni, li ahadithin sahihatin waradat fi dhalika, kwa ushahidi wa ahadith sahih zilizothubutu na kupokelewa katika jambo hili. Amma in kanat min ghairi adh-dhahabi wal-fidda, ama ikiwa lile pambo sio katika dhahabu na fidda, kalmas wal-aqiq wa nahwi dhalika, fala zakata fiha. Ama ikiwa lile pambo limetengenezwa kwa kisichokuwa dhahabu na fedha kama almasi, akiki na nyinginezo, basi hazina zaka, au mapambo kama haya hayana zaka. Illa idha urida biha tijara, isipokuwa mtu akiweka kwa ajili ya biashara, akiweka kwa ajili ya biashara, فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة. kwa hivyo katika hali kama hii itawajibika kutoa zaka ya urudh at-tijara, ya zile bidhaa za biashara, kama vile bidhaa nyinginezo za biashara zinavyotolewa zaka. Tumeelewana hapa? Kwa hivyo chochote kisichokuwa dhahabu na fedha katika mapambo hakina nini? Hakina zaka. Lakini kikichukuliwa kuwa ni kitu cha biashara, katika hali kama hii kitatolewa zaka ya biashara, sio kwa kuwa ni almasi, sio kwa kuwa ni jauhari yoyote ambayo si dhahabu na fedha, la, kwa sababu ni bidhaa ya nini? Ya biashara. Tumeelewana hapo? Tayeb. Kwa mfano mtu akanunua dhahab, akanunua almasi, akanunua aqiq na nyinginezo, basi tu atakakuwa nazo aziweke nyumbani. Ikiwa atavaa, ikiwa atakuwa nazo ana hawia hobi ya kuweka vitu, nini hukumu yake? يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز. mtu kununua haya mapambo au mawe ya mapambo aina mbalimbali kwa ajili ya kutumia ni jambo la juzu, bishart alla yasila ila hadd al-israf, isifikie hali kuwa sasa ni israf, ikapita mipaka. Sababu wako katika wanawake ambao wafanya israfu, wako katika wanawake ambao hujifanya wamekasirika, wakarudi mpaka makwao ili waume zao wakiuliza mpaka anunulie dhahabu, akinunuliwa yorudi nyumbani. Basi na wewe ukiwa mwanamume bwege, ya kwanza umenunua, haipiti mwezi ushakasirikiwa tena, uenda kwao. Wallahi ya ikhwani, hadha hasil, si masala muona na yatunga hapa, haya mambo yatokea. Na mimi mara nyingi nawaambia, ukiwa hapa katika ofisi kuu ya uimamu utapata mengi. Sasa mambo yatokea kwa kuna wanawake kazi yao kujikasirisha ili waume zao wanunulie nini? Dhahabu. Lakini yategemea ni mwanamume gani. Mwingine ukikasirika ukienda kwenu utapata mwenzako ameingia, taka dhahabu sio, utazitoa wewe. Wewe jifanye tu una hasira za haraka, kitu kidogo nataka dhahabu, utavaa kopa. Wewe ngoje tu, ukiendelea hivyo utavaa kopa kwenye masikio kama popo nyundo vile,
anavonginginia. Almuhim hufanya mpaka israf. Mtu ana kilo 1.5 kilo 2 za dhahabu, wewe usifanyia nini hizi? Sasa yaja masala ya kutoa zaka, ndio pale mimi nafuata kauli hii, si ati afuata kauli hii, akimbia hataki kulipa zaka. Mimi nafuata kauli hii, aona zaka sasa ishafika karibu 500,000 kwa mwaka, tazitoa wapi? Nani anakuambia uweke dhahabu mirundiko namna hiyo? Hii ni israfu, wakati wewe mwenyewe huna uwezo. Sasa yabidi uambie sasa nenda kazipime ukate katika hizo dhahabu utoe zaka. Lazima usitolee zaka. Kwa hivyo isiwe itafikia hadhi ya israf. Maadamu haitafika hadhi ya israf, basi itajuzu. Fa in wasala ila haddi al-israf kana mamnu'an bimuqtada al-qa'ida al-'amma allati tuharrimu al-israf. kwa muktadha wa qaida amma inayokataza israfu, wa huwa mujawazatu alhadd liqawli Allah subhanahu wa ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Msifanye israf kupita mipaka katika jambo kama hilo, mkao mwafanya kwa fujo. Allah hawapendi wenye kufanya nini? Wenye kufanya israf. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema wa idha lam yakhruj اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة. kule mtu kununua na kuweka almasi, lu'lu na nyinginezo bila israf, basi jaiza, haina shida yote. li'umumi qawli ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah amewaumbieni nyinyi vilivyomo katika ardhi vyote ni vyenu, amewaumbia. walaysa fiha zakat illa an tuadda litijara. Sheikh Ibn Uthaymeen asema havina zaka isipokuwa vikiwa hivi vitaandaliwa kwa ajili ya nini? Biashara. fa innaha takunu kasairi al-amwal at-tijariyya, katika hali kama hii itakuwa kama vile mali yoyote ya biashara hutolewa nini? Zaka. Nafikiri ya masala tukisimamia hapa takuwa yameeleweka, shamalizana nayo. Sasa hapa kuna masala mengine. إذا أرادت الزوجة دفع زكاة حليها أو غير حليها لزوجها المدين الذي لا يستطيع الوفاء أو الفقير فلا حرج في ذلك. kwa mfano mwanamke zaka za dhahabu yake ama fedha yake anazozitoa, akaamua ampe mumewe, pengine ana madeni, ama mumewe ni maskini fakir. Yawezekana mtu akaoa mwanamke tajiri na yeye mwenyewe ni maskini, na usidanganywe eti ukioa mwanamke tajiri utakuwa tajiri. Mwanzo hilo sawa, ni vijana naomba kabisa, sije ukawa wafikiria. Tunaambiwa pia mali yake itabakia kuwa yake. Sawa, umeoa kwa ajili ya mali, utolala ndaa kweli, lakini si yako, ni yake. Haimaanishi kuwa umemuoa basi waweza kuchukua mali yake. Huwezi kuchukua mali yake, ni yake. Allah yainak, usbir. Manake sio wote ambao wenye mali wataketi na wewe kwa uzuri. Almuhimu, mwanamume fakiri, mwanamke ana dhahabu ataka kutoa zaka, kimwangalia mumewe maskini. Yani ikiwa kuna watu wastahiki kutoa zaka, pia mume wake yumo fakir, ama ana madeni pia yumo, yajuzu kwake yeye kumpa zaka mume wake. fala haraja fi dhalika لأنه داخل في عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أينجي hapa sababu ni fakir ama maskini. بل يرجى لها مضاعفة الثواب, bali atarajiwa mke kupata thawabu zaidi kuliko lau kama atampa mtu nje. Kwa mumewe apata thawabu zaidi, na hii faida muhimu sana. Wakati mwingine utamwona mwanamke atafuta mahali pa kupeleka zaka yake, hajui kumbe ubavuni huko amelala na bwana mmoja maskini kweli kweli,
fakiri na yajua mfakiri, lakini mpe mumewe, wapata ajiri zaidi kuliko mtu wa mbali. kwa ushahidi gani? lima rawa al-Bukhari wa Muslim an Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qalat, Zainab mkewe Abdullah bin Mas'ud alikuwa ni mshonaji, alikuwa shona nguo, akawa tajiri yule mwanamke, na mumewe Abdullah bin Mas'ud maskini radiyallahu anhu arda, alikuwa maskini hana mali. asema Zainab radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. Mtume صلى الله عليه وسلم awaambia wanawake, toeni sadaqa enyi wanawake hata katika mapambo yenu yale mlionayo, toeni sadaqa. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت, nilipomsikia Mtume sallam akisema maneno hayo, maana aliwaambia wanawake maneno hayo, nikarejea kwa Abdullah bin Mas'ud nikamwambia, innaka rajulun khafifu dhati al-yadi, bimaana faqir, wewe ni mtu maskini, maana hauna mali. wa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad amarna bis-sadaqati, na hakika Mtume sallallahu leo ametuamrisha sisi tutoe nini? Sadaqa. فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. nenda kamuulize Mtume salama, nafaa kukupa wewe hii sadaka ama kama ni zaka nikupe wewe? Ikiwa haifai basi nitaipeleka kwa watu wengine, kama yafaa basi wewe ni aula zaidi nikupe zaka ama nikupe sadaka. قالت فقال لي عبد الله بل ايتيه انت. عبد الله مسعود قال bali nenda wewe kamuulize, nenda kamuulize. قالت فانطلقت, nikatoka kwenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها, nikifika kwa Mtume salama mlangoni, namuona mwanamke wa Kiansari yuko pale pale, kile anachokitaka yeye ndio mimi ninachokitaka, yani swali letu ni moja, swali letu sote wawili ni moja. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام, na Mtume salama alikuwa amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala mahaba, watu wa muheshimu, yani hofu imechanganyikana na heshima, yani mtu hawezi kuja tu akazungumza naye hivi, ile heshima yake haimpi, yamzuia. Kuna watu wana haiba, yani mtu ukienda utakuzungumza naye yale maneno pia yatakukutoka. Hasa Mtume sallam alikuwa na haiba, Allah ameweka haiba katika nafsi ya Mtume sallam mpaka baadhi ya watu waogopa kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa hana ukali wowote. Hili ni jambo Allah huliweka kwa yule anayemtaka katika waja wake, na hasa mtu akishikamana na sunna ya Mtume sallam, Allah subhanahu wa ta'ala huweka haiba katika mtu au katika nafsi ya mtu kama huyo. Kila ukishikamana zaidi na sunna ya Mtume sallam utapata ile haiba katika nafsi yako, Allah subhanahu wa ta'ala iweke ile haiba. kwa hivyo qalat fakharaja alaina Bilal, mara akatokea Bilal kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqulna lahu, tukamwambia yeye aende akaulize kwa niaba yetu, iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu anna imra'atayn bilbab tas'alanika atujzi'u as-sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aytamin fi hujurihima wa la tukhbirhu man nahnu. Akamwambia nenda kwa Mtume sallam, mwambie kuna wanawake wawili mlangoni wakuuliza swali, je, yafaa sadaqa yao kuwapa waume zao wakati kuna mayatima wawalelea pia ndani ya nyumba, pia kuwapa yafaa? Sio watoto wao, mayatima walelea ndani ya nyumba.
je yafaa kuwapa zaka na sadaka hawa? Lakini usimwambie nani, wewe nenda kaulize swali tu, usimwambie sisi tuko hapa nkina nani. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. بلال رضي الله عنه akaingia kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Bilal, man huma, nani hao waliokuja kuuliza? فقال امرأة من الأنصار وزينب, mwanamke mmoja wa Kiansar na mmoja aitwa Zainab. Hakusema Zainab nani. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب, Zainab yupi? Wako wengi, hata yeye pia Mtume salama na binti yake aitwa Zainab, ni yupi? قال امرأة عبد الله, hakuna budi sasa ni mke wa Abdullah ibn Mas'ud. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران, أجر القرابة وأجر الصدقة, waambie watapata ajri mara mbili, ajri ya ukaraba, yani familia na jamaa zao kuwasaidia, na ajri ya sadaqa. قال ابن حجر رحمه الله تعالى واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. wanaovioni wakachukua hii hadithi ni dalili ya kujuzu mwanamke kumpa zaka yake mumewe. وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد, كما هي قول جمهور العلماء. مسألة pia nimeonea ni muhimu kwetu sisi kuyagusia kabla ya kusonga mbele, na nafikiri yako wazi na yameeleweka inshallah. طيب, sio tukisimamia hapo itakuwa sawa. Ikipande kilichobakia tukieleze kesho inshallah. Msemaji? Naam, ايش رايكم يا اخواني؟ naona tumekwenda dakika 22 tayari. Nikianza hapa kuzungumza tuweza kwenda tena mpaka nusu saa zaidi, na sitaki kuwarefushia. Mmeelewa haya masala leo tumezungumza, basi yatosheleze inshallah. wala la naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.